Wewe beba hayo manne. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu tufanye kuwa mashahidi wake, mashahidi wa Kristo. Roho Mtakatifu hutuongoza katika kweli, ili uwe mkweli. Roho wa Mungu lazima atawale maisha yako. 3, Roho Mtakatifu hutufundisha na kutukumbusha siku zote. Na 4, Roho Mtakatifu hutuzaa na kutubadilisha katika Tito 3:4 mpaka 5. Na ukumbuke na maneno ya Nikodemo, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa nani? Hawezi kuona ufalme. Bwana asifiwe sana. Sasa ukitazama Matendo ya Mitume tuliposoma somo la kwanza, unaweza ukaona mambo kadhaa. Jambo la kwanza ambalo tunaanza kuliona, ambayo ni kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Matendo sura ya kwanza mstari wa 8 tulisoma katika somo la kwanza. Msomaji, naomba usome tena hilo. Soma kwa sauti tu hapo, alafu niendelee mbele. Anasemaje? Mstari wa 8 anasema nini? Lakini mtapokea nguvu. Anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi. Nanyi mtakuwa mashahidi katika Yerusalemu na Samaria na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nini? Wa nchi. Sasa tunaweza kubeba jambo moja juu ya kazi za Roho Mtakatifu. Tulipozungumza atawajilia juu yenu Roho wa Mungu, na hapa ninyi sasa anasema huyo Roho atawafanya kuwa mashahidi wake, kuwa shahidi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu tembea na neema hii, kwa kuwa muda sasa upo. Yesu upo kazini, watenda kazi wake wapo kazini. Kungali muda sasa upo, msikilize Roho. Kazi za Roho Mtakatifu ni nini? Anatufanya kuwa shahidi wa Mungu, kuwa mashahidi wa Kristo katika mataifa yote. Hiyo ni moja hiyo. La pili, Roho Mtakatifu anatuongoza, hutuongoza katika kweli. Katika Yohana 14 mstari wa 17. Naomba usome. Mstari wa 17. Anasemaje? Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 17. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndiye Roho wa kweli. Ndiyo Roho wa kweli.
ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. kwa kuwa hawamuoni wala hawafanyi nini? Hamtambui. Hawamtambui. Bali ninyi mnamtambua, Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. naye atakaa ndani mwenu. Huyu roho wa namna gani huyu? Roho wa kweli. Na roho wa kweli ndiye yule anayekuongoza wewe pia katika kweli. Na Roho Mtakatifu anataka kweli. Ukisema uongo utamsikia tu anazungumza. Hii si kweli. Na anayekushuhudia ya kwamba hujasema kweli, hata kama unasema mbele ya wanadamu, ni Roho Mtakatifu. Anayekufanya utambue ya kwamba hujasema kweli ni Roho Mtakatifu. Huyo hukuongoza yeye katika kweli. Na ukishasema kweli, unaona, unasikia amani moyoni mwako, unasikia raha moyoni mwako. Umesema ile kweli. Amen. Kweli inakuweka huru, kweli ya Mungu. Hiyo ni kazi ya pili ya Roho Mtakatifu. Yeye hutuongoza katika kweli. Tunapoenda kinyume cha ukweli, anatuelekeza na anatuambia ya kwamba hii sio. Lakini jambo la tatu, Roho Mtakatifu hutufundisha na kutukumbusha. Tunasoma ile 14 Yohana hiyo mstari wa 26 ambao tuliusahau wakati ule. 14 mstari wa 26. Roho Mtakatifu hutufundisha na kutukumbusha. Hiyo ni kazi yake Roho wa Mungu. Hebu naomba usome hiyo. Anasemaje? Inasema, ndio, lakini huyo msaidizi huyo anatajwa, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, ambaye yeye Baba atampeleka kwa jina langu katika ulimwengu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kazi ya Roho Mtakatifu katika 14 mstari wa 26. Kazi yake ni kutufundisha yote na kutukumbusha yote. Hii ndio kazi ya Roho. Nikwambie jambo moja, unaposoma Biblia, unaposoma neno la Mungu, ili uielewe, inahitaji usaidizi wa Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukaielewa Biblia ukisoma kama unasoma gazeti, lakini unahitaji Roho wa Mungu akusaidie kufunua ukweli wa Biblia unaozungumzwa katika neno la Mungu. Usijeshikwa na dhambi, usijeshikwa na movu, usijeshikwa na adui, usijeshikwa na dunia, usijeshikwa na dhambi, usijeshikwa na movu, usijeshikwa na adui, usijeshikwa. Tumesema kazi ya kwanza anatufanya tuwe mashahidi. Kazi ya pili tumesema pia anatuongoza kwenye kweli, kwa sababu yeye ndio Roho wa kweli. Ukiona mtu msema kweli, huyo hayuko peke yake, ana Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini la tatu tumesema yeye ndio mwalimu. Kuna wimbo kwenye wimbo wa sifa, Roho mwalimu. Umesikia wewe wimbo Ni wimbo wa 30 na ngapi sio? Lakini anasema Mungu Roho ni mwalimu. Mungu Roho ni kiongozi. Maana yake kutuongoza, kutufundisha. Tutembea popote. Hiyo ndio kitu anachosema. Kwa hiyo yeye ni mwalimu. Huyo Roho Mtakatifu ni mwalimu. Lakini jambo la tatu, la kwanza, la pili, la tatu nimesema, na la nne ni kwamba Roho Mtakatifu kutuzaa upya na kutubadilisha. Naomba tusome Tito, alafu niseme moja tumalizie hapo. Alafu tutasoma la mwisho baada ya hii ambalo tunalo. Tito sura ya 3. Nani mwingine amefika huku?
Wa baba siwasikii sana. Nataka nani niwasikie kwa sauti leo. Sura ya 3 mstari wa ngapi ule? Anza wa 4, wa 5, wa ngapi? Wa 4 na wa 5. Hebu soma hiyo. Anasemaje? Anasema lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu. Endelea. Alipofunuliwa, ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyowatenda sisi, bali kwa rehema yake, na kwa kuoshwa, na kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa kuzaliwa kwa pili na kufanya upya kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetuzaa mara ya ngapi? Tunazaliwa mara ya pili kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tunazaliwa upya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Huyu kazi yake, tunapozungumzia swala la kuzaliwa mara ya pili. Mnajua maana ya kuzaliwa mara ya pili Ni kuasiliwa katika jamaa ya Mungu. Kuasiliwa katika jamaa ya Mungu ni kazi inayofanywa na Roho Mtakatifu. Tendo la kuzaliwa mara ya pili linafanywa na Roho Mtakatifu. Sasa niache mambo mawili ambayo nikipata fursa wakati mwingine tutazungumza. Wewe beba hayo manne. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu tufanye kuwa mashahidi wake, mashahidi wa Kristo. Roho Mtakatifu hutuongoza katika kweli ili uwe mkweli. Roho wa Mungu lazima atawale maisha yako. 3, Roho Mtakatifu hutufundisha na kutukumbusha siku zote. Na 4, Roho Mtakatifu hutuzaa na kutubadilisha katika Tito 3:4 mpaka 5. Na ukumbuke na maneno ya Nikodemo. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa nani? Hawezi kuona ufalme.